Kwa jina naitwa Alois Mpazi, ni mdau wa usafiri wa maji. Ni furaha yangu kukutana na wewe leo katika kipindi cha Safiri Salama na Merikebu kuzungumzia mada muhimu sana kuhusu mabaharia. Na kabla ya kuzungumza mada yenyewe, niseme tu kwamba kwa nini imekuwa wakati huu kuzungumza kuhusu mabaharia. Kila tarehe 25 ya mwezi Juni huwa dunia inaadhimisha mchango wa mabaharia katika maendeleo ya dunia, maendeleo ya kiuchumi, maendeleo ya kijamii na nyanja mbalimbali zinazohusu maisha ya binadamu. Historia na asili ya maadhimisho haya ni kutokana na shirika la bahari duniani, Maritime Organization, ambao ni taasisi inayosimamia shughuli za usafirishaji kwa njia ya maji. Ilifanya mkutano wake katika nchi ya Filipino kule Manila mwaka 2010. Pamoja na mambo mengi ambayo yalizungumzwa na kujadiliwa katika mkutano ule, ilikuwa ni kuchagua siku maalum na kuitenga kwa ajili ya kukumbuka na kuenzi mchango wa mabaharia katika maendeleo ya ulimwengu kama nilivyosema hapo awali. Mtakumbuka pamoja na kwamba siku hii imeanza kuadhimishwa tangu mwaka 2010, lakini dunia ilikuja kushuhudia na kudhihirisha zaidi umuhimu wa mchango wa mabaharia kati ya mwaka 2019 na mwaka 2020 ulipoingia ugonjwa wa COVID, ambapo mabara mengi yaliweka sheria ya lockdown, yani kwamba watu wasitoke nje wala kusafiri au kuzunguka, na hivyo ikawa ni vigumu sana mahitaji mbalimbali kuweza kuwafikia watu. Mahitaji kama madawa, vifaa vya tiba, chakula, hata vifaa muhimu kwa ajili ya mahitaji ya binadamu. Lakini ni sekta moja tu ya usafirishaji ambayo yenyewe haikuweza kusimama. Ikaendelea kufanya safari kutoka upande mmoja hadi mwingine na kuhakikisha kwamba mahitaji muhimu kama chakula, madawa na mengineyo yanawafikia binadamu. Na huu si mwingine bali ni usafiri wa meli kwa njia ya maji. Na wanaofanya kazi katika usafiri huu ni mabaharia. Kwa hiyo pamoja na kwamba IMO ilikwisha kutenga tarehe 25 Juni kila mwaka tangu 2010 kuenzi na kuthamini mchango wa mabaharia, dunia ilikuja kudhihirisha kwamba mchango wa mabaharia ni muhimu sana wakati wa ugonjwa wa COVID 2019 na 20 kama nilivyosema, wakati nchi au dunia nzima iliposimama, na usafiri wa maji peke yake ilikawa ni njia rahisi ya kuchukua mahitaji kutoka sehemu nyingine na kuyafikisha kwa wahitaji. Kuna usemi maarufu ambao unatumika kuonyesha jinsi gani mabaharia wanafanya kazi katika mazingira magumu na kusaidia dunia kuendelea kupata mahitaji. Usemi unasema kwamba when things get tough, only the tough gets going. Kwamba mambo yanapokuwa magumu ni wale tu wenye nguvu wanabakia kuendelea kufanya kazi. Na hiyo ilionekana 2019-2020 ambapo dunia nzima ilisimama, lakini mabaharia peke yake wakaendelea kusafiri kutoka upande mmoja kwenda mwingine kuhakikisha kwamba watu wanapata mahitaji yao. Sasa nirudi kwenye maadhimisho haya ya siku ya mabaharia kwa mwaka huu wa 2025. Kwetu hapa Tanzania maadhimisho haya yatafanyika kule mjini Zanzibar na yatatanguliwa na shughuli mbalimbali za uelimishaji na uhamasishaji jamii kuhusu kufahamu ubaharia, kufahamu mabaharia, kufahamu shughuli wanazofanya na mchango wanaotoa katika jamii tangu tarehe 22 mwezi wa 6, lakini kilele kitakuwa ni tarehe 25. Sasa kuelekea maadhimisho haya ambayo kwa mwaka huu tangu yaanze kuadhimishwa 2010 itakuwa ni mara ya 14. Kwa hiyo tunayatambua rasmi kama maadhimisho ya 14 ya siku ya mabaharia duniani. Kuna swali moja muhimu sana katika jamii ambalo limekuwa likijadiliwa, na swali hili si lingine bali ni baharia ni nani? Katika kipindi hiki cha leo nitajaribu kuelezea baharia ni nani kwa kurejea
nukuu na miongozo mbalimbali, lakini kueleza dhana nzima ya ubaharia na mchango wao katika shughuli za maendeleo duniani, lakini pia kipekee kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Katika jamii nyingi za Kitanzania, dhana ya baharia imekuwa ikielezwa visivyo, yani ikielezwa kwa kupotosha, na watu wakidhani kwamba baharia ni mtu aliyekosa mafanikio, aliyekosa elimu, kwa mfano mtu aliyefeli shule, au mtu aliyechagua ubaharia ni kama aliyekosa kila kitu, basi kwenye ubaharia ndio ikawa ndio suluhisho lake la mwisho. Mtazamo huu potofu umedhalilisha hadhi ya mabaharia na umefanya watu wengine ambao hawafahamu au hawana fursa ya kuweza kufahamu kwa uhalisia kwamba baharia ni nani, kuuchukia ubaharia, na pengine hata kama walikuwa na ndoto za kuchagua kama shughuli yao ya baadaye, wakaona afadhali kwamba waache mwelekeo huo na kutafuta shughuli nyingine. Na hata wale ambao wanalazimika kuingia katika masomo ya ubaharia awali, kabla hawajaweza kufahamu ni nini, wamekuwa wakipata changamoto nyingi sana, pengine kuhusishwa na watu ambao wamekosa mwelekeo au watu ambao hawana jambo zuri la kufanya, kwa hiyo wameamua kwenda kwenye ubaharia. Na kuna matamshi mengine ambayo yanavunja moyo. Utasikia mtu akianza kushindwa kufanya vizuri, kwa mfano mwanafunzi anaanza kufeli masomo, anaambia wewe labda uwe baharia tu. Kwa hiyo watu wakidhani kwamba baharia ni mtu asiyekuwa na elimu, au kuwa baharia hahitaji kuwa na elimu. Lakini dhana hii kama nilivyosema ni potofu, na ni potofu kwa sababu nyingi ambazo nitazieleza hapo baadaye. Isipokuwa kabla hata sijaanza kueleza, tuone kidogo mchango wa mabaharia katika maendeleo ya ulimwengu. Historia ya mabaharia inaturudisha nyuma sana katika kuanzia karne ya 13 mpaka 15, ambapo tuliona katika rekodi mbalimbali historia za mabaharia waliosaidia sana maendeleo ya dunia. Jambo ambalo linaitwa uvumbuzi, yani kuvumbua maeneo ambayo yalikuwa bado hayajulikani. Haina maana kwamba hayakuwepo, lakini kulikuwa hakuna taarifa. Yani upande mwingine wa dunia ulikuwa haujui kwamba upande mwingine wa dunia kuna nini. Na safari za mabaharia ndizo zilizoweza saidia sana dunia kuweza kupata taarifa kwamba kumbe kuna upande mwingine wa dunia ambako kuna watu, kuna shughuli, na wakaweza sasa kuunganisha shughuli hizo, hata kuanza kusafirisha bidhaa kutoka upande mmoja kupeleka upande mwingine, na hivyo kuwa chanzo au kichocheo cha biashara, watu kuanza kubadilishana. Japokuwa biashara za zamani sana zilifanyika kwa mtindo ule unaojulikana sana kama barter trade au barter system, yani unabeba bidhaa unapeleka, unaenda kubadilishana na mwenzako anakupa bidhaa. Lakini hayo ndio maendeleo ya awali ya biashara, ambayo chanzo chake kikubwa ni safari za mabaharia. Kwa hiyo katika maeneo kama ya Uingereza, Ureno, Hispania, Uchina yalitumia nguvu ya mabaharia kupanua ushawishi wao duniani. Na huo ndo kwa upande mwingine ulikuwa ni mwanzo wa ukoloni. Watu kuona fursa kwamba kumbe tunaweza tukatoka mahali fulani tukaenda tukatawala eneo fulani na kufanya shughuli zetu za kiuchumi. Kwa hiyo hiyo ndio inayoturudisha nyuma kansi ya karne ya 13 mpaka 15 kuona mchango wa mabaharia katika maendeleo ya dunia. Sasa tuone maana ya baharia kwa mujibu wa maandiko mbalimbali ambayo yanatupatia maelezo ya wataalamu kuhusu tafsiri ya baharia. Ukiweza kutembelea katika maktaba kwa mfano ya Chuo cha Bahari Dar es Salaam pamoja na maktaba nyinginezo, unaweza ukaona kitabu ambacho kinaitwa Maritime Labour Convention, toleo la mwaka 2006 pamoja na marekebisho yake. Kwenye Maritime Labour Convention inasema baharia ni mtu yeyote anayefanya kazi ya meli kwa mkataba wa ajira au usawa wake kwa shughuli yoyote inayohusisha matumizi ya meli, ikiwa ni sehemu ya uendeshaji na usafirishaji wa bahari. Maritime Labour Convention ni mkataba wa ajira kwa mabaharia ambao unachapishwa na shirika la kazi duniani, International Labour Organization. Tafsiri nyingine inatoka katika mkataba wa ufundishaji na uthibitishaji wa mafunzo ya mabaharia.
Huu unaitwa Standard Training and Watch Keeping. Hapa nina toleo la mwaka 95, lakini toleo maarufu ambalo linafahamika na linatumika sasa ni toleo la mwaka 2010 la Manila, linaitwa Manila Amendment. Na hii ndio historia ya siku hii ya mabaharia ulikoanzia kwenye mkutano ule ambako maazimio yalipitishwa kwamba kila tarehe 25 Juni dunia iadhimishe kukumbuka au kuenzi mchango wa mabaharia duniani. Kwa hiyo katika STCW ambayo toleo la kwanza kama ilivyoonyesha la mwaka 98 ambalo limefanyiwa marekebisho 2010 kule Manila, linaweka viwango vya kimataifa vya mafunzo na uthibitishaji wa usimamizi wa kazi ya mabaharia. Mkataba huu unalenga kuhakikisha usalama wa maisha baharini, mazingira na usafiri wa shughuli za meli. Kwa hiyo bila kuwa na mafunzo na uthibitishaji, kwa neno la Kiingereza certification, maana yake kwamba hutakuwa na uhakika wa kupeleka watu kufanya kazi katika mazingira ya bahari wenye uwezo na weledi wa kuhakikisha kwamba kazi hizi zinafanyika kwa usalama. Tanzania kupitia sheria yake ya usimamizi wa usafiri wa majini, yani Merchant Shipping Act, ni chapter ya 165 katika sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nayo inatambua rasmi hadhi ya mabaharia na kuweka masharti ya ajira, ulinzi na wajibu wa mabaharia ndani ya mipaka na kimataifa pia. Kwa hiyo licha ya mikataba hii ya kimataifa kama nilivyosema, STCW ambayo ni mkataba wa mafunzo, lakini Maritime Labour Convention ambayo ni mkataba wa ajira, hii ni ya kimataifa. Hapa Tanzania tuna Merchant Shipping ambayo nayo pia inatambua mabaharia kama kada maalum ya kitaaluma ambayo inasomwa au mtu anasomea darasani, anafanya mitihani na anapewa vyeti vinavyotambulika na mamlaka mbalimbali zinazosimamia elimu na mafunzo, na ndipo sasa anaruhusiwa kuweza kufanya kazi ya ubaharia. Kwa hiyo kwa nukuu hizo inaonyesha jinsi ambavyo ubaharia si katika mazungumzo tu na mchango wao kama nilivyosema, lakini ni kada ambayo sasa imeundiwa sheria maalum zinazoitambua kama fani ya kitaalamu ambayo lazima mtu asome darasani, afanye mitihani, afaulu na aweze kuruhusiwa kufanya kazi hii kama ambavyo mikataba inaelekeza. Sasa tuangalie historia ya ubaharia katika ugunduzi wa maendeleo ya dunia kama nilivyosema hapo awali. Mabaharia wa kale walikuwa sehemu muhimu ya mapinduzi ya dunia. Baadhi yao walileta mabadiliko ya kisiasa, kiuchumi na kijamii kupitia safari zao. Hapa nitawataja baadhi yao maarufu sana ambao tunawakumbuka. Kati ya kwenye karne ya 14 mwaka 1492 tunamkumbuka Christopher Columbus ambaye alifungua njia ya Ulaya kwenda Amerika. Na kati ya mwaka 1519 na mwaka 1522 baharia maarufu anayefahamika kwa jina la Ferdinand Magellan aliongoza msafara wa kwanza kuzunguka dunia nzima. Ni muda mrefu kidogo, karibu miaka 4 hivi, kuanzia 1519 mpaka 1522. Safari ya kwanza ya kuizunguka dunia nzima, baharia Ferdinand Magellan. Baharia mwingine anayefahamika sana ni Vasco da Gama. Katika mwaka 1498 alifika India kupitia rasi ya Tumaini Jema, akifungua mlango wa biashara wa bahari ya kati na Ulaya na Asia. Baharia mwingine anayekumbukwa sana katika maendeleo ya dunia kwenye karne za 14 mpaka 15 ni Mchina. Huyo alikuwa anaitwa Cheng He. Alitembea maeneo ya Asia, Uarabuni kule na Afrika Mashariki. Na kabla ya enzi za ukoloni, yeye alikuwa ni wa kwanza kufika huko kabla hata wakoloni hawajaanza kufika Afrika Mashariki. Baharia anayejulikana kwa jina la Sir Walter Raleigh na Francis Drake, hao waliweka misingi ya ukoloni wa Kiingereza kupitia bahari. Kama nilivyosema kwamba safari za mabaharia ziliweza kusaidia watu kuona kwamba kuna fursa ya kwenda kuwekeza mahali pengine, kwamba wakaweza kusaidia siasa zao sasa kuona maeneo ya kwenda kufungua makoloni yao. Pia inadaiwa kuwa
baharia anayejulikana kwa jina la Abubakari wa pili. Huyu ni raia wa Mali. Aliongoza safari ya kuelekea Amerika ya Kaskazini kabla ya Christopher Columbus. Jambo linaloashiria ushiriki wa Waafrika katika historia ya unahodha au usafiri wa maji katika maeneo ya Amerika kule. Kwa hiyo Mwafrika huyu inaaminika kwamba alikuwa ni wa kwanza kufika Amerika kabla hata ya Christopher Columbus ambaye alikuja kwenda baadaye. Na baada ya kuona historia ya mabaharia mbalimbali ambao waliongoza ugunduzi wa mabara na maendeleo ya kwanza ya dunia, kuweza kuifungua macho dunia kwamba kuna maeneo mbalimbali ambapo fursa za kimaendeleo zinaweza kupatikana kama uchumi, biashara na kadhalika. Tuone sasa kama tulivyoona katika ile sehemu ya 3 mikataba mbalimbali ya kimataifa na ya kitaifa inayotambua kada ya ubaharia, jinsi mikataba hii ambavyo inaweka hadhi na kulinda haki za mabaharia. Katika mkataba wa ajira kwa mabaharia, yani Maritime Labour Convention ya 2006 pamoja na marekebisho yake, na katika hii tunaita International Safety Management Code, ni sheria zinazoweka miongozo ya utendaji au ufanyaji kazi katika mazingira ya kiusalama. Inawapa mabaharia haki na mazingira salama ya kufanya kazi. Kwa nini tunasema inawapa haki na mazingira salama ya kufanya kazi? Hasa zaidi nikirudi nyuma kidogo katika mkataba huu wa International Safety Management Code, nielezee tu kwa historia kwamba usafiri wa njia ya maji, pamoja na kwamba tumeona umeanza muda mrefu tangu karne ya 13, lakini kulikuwa na matatizo makubwa yaliyokuwa yanaukabili usafiri huu. Kuna wakati ambapo meli zilikuwa zinaitwa coffin ships. Coffin ni jeneza kwa lugha ya Kiswahili. Dhana hii ilitokana na kwamba enzi hizo, kabla ya hizi sheria sasa za ufanyaji kazi kiusalama, meli zilikuwa zinafanya safari lakini bila usimamizi wala viwango maalum vya kiusalama. Kwa hiyo wakati mwingine zilikuwa pengine zinapakia mizigo kupita kiasi, au wakati mwingine zilikuwa zikisafiri katika mazingira ambayo ni hatarishi, mazingira ambayo hayajawa surveyed wala kuwekewa alama za tahadhari, kwa mfano kama miamba au upepo mkali na sehemu za bahari ambazo ni hatarishi kwa safari za meli. Kwa hiyo baadhi ya meli zilikuwa zinakwenda zinapotea baharini. Kwa hiyo mtu anaondoka safari ya baharini, huku nyumbani inakuwa kama vile ni nusu matanga. Akirudi tunashukuru, asiporudi basi ndio inakuwa hivyo. Kwa hiyo ikawa ni msemo unasema coffin ships. Lakini kutokana na utafiti wa hizo ajali mbalimbali zilizokuwa zinatokea na maendeleo ya kuifanya bahari pamoja na usafiri wa maji kuwa njia salama ya watu kutoka upande mmoja kwenda mahali pengine na kusafirisha shehena mbalimbali, zikatengenezwa sheria ambazo zinaweka mazingira salama ya ufanyaji kazi katika bahari. Mojawapo ni hii ISM code. Kwa hiyo ISM code sehemu yake kubwa ambayo inakuja ni kama kujazia, kwenye Kiingereza tungesema kucomplement, ina complement STCW, ni kuhakikisha kwamba baharia yule ambaye amekuwa trained na certified kwa mujibu wa STCW, lakini pia anafanya kazi kwa miongozo na sheria zinazomlinda aweze kufanya kazi hiyo kiusalama. Maana yake ni kwamba awe na muda maalum wa kufanya kazi, muda usiopitiliza viwango, kwa sababu binadamu anachoka. Kufanya kazi mfululizo bila kupumzika utachoka. Kwa hiyo humu ziko sheria ambazo zinasema maximum baharia afanye kazi kwa shifti kwa masaa mangapi, na baada ya hapo lazima apumzike. Lakini zinazungumza pia hii kodi ina supplement pia Maritime Labour Convention ambayo inazungumza haki za baharia, mishahara, motivation. Baharia akifanya kazi akiwa na manunguniko, hana morali, ni rahisi sana kusababisha ajali akiwa on board. Na kazi za meli ni kazi zinazohitaji tahadhari kubwa sana. Kwa hiyo baharia akiwa anafanya kazi bila miongozo na sheria zinazomsimamia, tunajua kila mtu huwa anapenda kupata faida upande wake. Kwa hiyo inawezekana ikafika wamiliki wa meli wakalipa mishahara midogo, wakawa hawazingatii kuweka mazingira salama, kuwapa vifaa vya kufanyia kazi. Baharia na vifaa maalum vya kufanyia kazi akiwa melini. Atakiwa avae kofia ngumu, atakiwa avae
jacket linaloashiria, linaloonekana kwa rahisi hata katika giza. Mimi kwa mfano nina jacket hapa, unaweza ukaona linakuwa na hizi reflector. Anatakiwa avae viatu vigumu, anatakiwa avae gloves, lakini na vitu vingine vingi vya kumfanya afanye kazi kwa usalama. ISM code inasisitiza na kukazia mambo hayo. Pamoja na mkataba mwingine wa usalama majini, huu unaitwa Safety of Life at Sea, SOLAS. Mikataba hii yote inaweka miongozo, kanuni, sheria na taratibu za kuwawezesha mabaharia wafanye kazi kwa usalama na weledi. Sheria zingine ni za kwao wao wenyewe kuwadhibiti, kwa sababu binadamu asipokuwa na control anaweza akajiachia akafanya visivyo, lakini sheria zingine ni za kusaidia mazingira ambayo wanafanyia kazi. Waajiri, meli zinazo, mkataba wa SOLAS unazungumza mpaka standard za ujengaji wa meli. Meli jengwe vipi, iwe na mazingira ya aina gani. Kwa leo tunajikita zaidi kwenye sehemu ya mabaharia. Kwa hiyo tunazungumzia zile features ambazo zinawafavor mabaharia. SOLAS inazungumza hata vyumba vya kulala mabaharia melini viweje, ili kwamba baharia waweze kufanya kazi katika mazingira salama. Na kwa nini tunasisitiza hivi? Katika kuondoa ile dhana kwamba baharia ni mtu aliyedharaulika. Sasa kuna sheria za kimataifa ambazo zinaweka viwango vya makazi ya mabaharia melini. Yule anayefikiri kwamba mabaharia wamedharaulika na dhana potofu au ni dhana ya kizamani sana ambayo ilikuwa haijapata uelewa ambao uliopo sasa hivi. Pamoja na kuangalia miongozo ya sheria za kimataifa ambayo inatoa maelekezo jinsi ya mabaharia wafanyeje kazi wao wenyewe kwa kuzingatia sheria, lakini na mazingira yao yaweje ili waweze kufanya kazi katika morali na kiwango kizuri cha usalama, na weza kuona pia kwa sehemu mchango wa mabaharia na mchango wa usafiri wa maji katika hata shughuli za ulinzi na usalama wa nchi na ulimwengu kwa ujumla. Katika historia ya Tanzania, mabaharia walishiriki pia katika harakati za kijeshi na ukombozi. Meli za MV Victoria, MV Mwenge, MV Umoja, MV Bukoba, MV Clarius na nyingine nyingi. Hizi ni meli nilizozitaja za shirika la meli la taifa Marine Services, ambalo kwa sasa hivi linaitwa Tanzania Shipping Corporation, TASHICO. Meli hizi katika mwaka wa 1978 na 1979 zilishiriki kikamilifu katika vita kati ya Tanzania na Uganda kwa kusafirisha vifaa vya kijeshi, kusafirisha wanajeshi na hata kutumika katika military operations mbalimbali. Lakini MV Mapinduzi, hii ni meli iliyotoa mchango mkubwa sana katika vita vya ukombozi kusini mwa Afrika kwenye bahari ya Hindi. Hii ilikuwa inakwenda mpaka nchi za Ulaya na Asia kubeba silaha ambazo majeshi ya ukombozi kusini mwa Afrika yalikuwa yakizitumia. Sasa tuangalie mambo muhimu ambayo yanaonyesha au yanathibitisha kwamba ubaharia sio kazi ya watu waliofeli. Sio kazi ya watu ambao wamepoteza mwelekeo au ambao wameshindwa maisha. Mafanikio katika taaluma ya ubaharia yanahitaji mafunzo ya kitaalamu, yanayohitaji miaka ya kujifunza nadharia na vitendo. Mabaharia wanasoma darasani na wanafanya mitihani kama fani zingine, madaktari, wahandisi wa umeme na wa ujenzi, maafisa kilimo na fani zingine zote ambazo watu wanasoma darasani na kufanya mitihani. Mabaharia pia wanasoma hivyo hivyo, kuanzia ngazi mbalimbali za chini, cheti, diploma, shahada ya kwanza, shahada ya pili, shahada ya tatu, mpaka wanatunukiwa kuwa maprofesa baada ya kutoa mchango mkubwa sana hasa wa kitaaluma katika fani hiyo ya kibaharia. Kwa hapa Tanzania tuna wasomi wa ngazi ya juu kabisa katika fani hizi za masomo ya elimu na mafunzo katika sekta ya bahari. Tuna Profesa Tumaini Gurumo ambaye ni mkuu wa chuo cha bahari. Yeye ni mtaalamu wa sheria za bahari, maritime law. Amebobea katika masuala mbalimbali ya usafirishaji wa njia ya maji na kupata heshima hiyo ya kuwa profesa. Lakini tuna Profesa Wilfred Johnson Kileo ambaye naye pia ni mtaalamu katika eneo hili la usafirishaji wa njia ya maji na anafanya kazi katika chuo cha bahari.
Kwa hiyo tunao pia wa madaktari na wataalamu wa ngazi za juu katika fani hizi za bahari ambao kwa ujumla wao wanafanya nchi yetu na iwe miongoni mwa nchi wanachama wa AMO ambazo zina wataalamu wanaotoa mchango katika kuendeleza mafunzo na elimu katika sekta ya bahari. Lakini ubaharia unahitaji nidhamu, afya bora, uwezo wa kifundi na maadili. Tunasisitiza nidhamu, uwezo wa kiakili, afya bora na maadili. Katika vyuo mbalimbali vya ubaharia au vyuo vinavyotoa elimu katika sekta ya bahari, kuna kozi zinazoitwa cadetship. Kozi hizi za cadetship tunaweza tukaita ni paramilitary. Ni sawa kabisa na mafunzo ya jeshi. Wanavaa uniform, wanafanya gwaride, wanafundishwa ukakamavu, wanafundishwa uzalendo pamoja na mbinu mbalimbali za kufanya kazi katika mazingira yao kama wanajeshi. Na ndio maana wakati mwingine mabaharia wanaitwa ni jeshi la akiba, kama ambavyo tumeona katika sehemu iliyopita niliyozungumzia kwamba walishiriki katika vita vya Uganda na vita vya ukombozi kusini mwa Afrika. Kwa hiyo baharia ni jeshi la akiba. Sasa bila nidhamu, bila afya bora, bila ukakamavu, bila maadili na weledi, huwezi kufanya kazi ya ubaharia. Jambo lingine, vyeti vinavyotambuliwa kimataifa kama officer in charge of watch, hawa ni upande wa deki, yani manahodha, na officer of the engineering watch, hawa ni wahandisi wanaofanya kazi za mitambo na mashine katika meli. Kwa hiyo ili kwamba uwe baharia hasa katika ngazi za juu za officer, lazima usome na upate vyeti hivi. Na masomo haya kama nilivyosema yanajumuisha nadharia darasani lakini na vitendo. Na mafunzo ya vitendo ya mabaharia yanafanyika melini. Wanasafiri katika vyombo vya usafirishaji meli, tena katika safari ndefu za kimataifa. Na kuna ngazi mbalimbali ili kwamba uweze kufikia level nyingine. Kwa hiyo kufikia level ya juu kabisa ya ubaharia, yani kama ni navigation officer, labda captain class 1 au chief engineering, huyu ni afisa wa juu katika upande wa engineering class 1, ni safari ndefu. Lakini haimaanishi kuwakatisha tamaa watu wanaopenda kuingia katika fani ya ubaharia. Ubaharia una maeneo mengi na maeneo haya yote ni muhimu katika kufanya kazi ya nzima ya ubaharia iweze kuwa na mafanikio. Wana utaratibu wao wa mgawanyo wa kazi. Kuna mpaka wapishi ndani ya meli, kuna mpaka watu wa kufanya usafi, kuna wa kufanya ulinzi, na wana mishahara mizuri tu. Nafikiri kama sio katika mada hii, katika mada nyingine tutaongelea viwango mbalimbali vya mishahara ya mabaharia ambavyo vinawekwa na shirika linalosimamia usafiri duniani, ITF. Naweza kuona mshahara wa chini kabisa wa baharia haupungui $900. Sasa $900 ukibadilisha kwa hela za Kitanzania unaweza kuona mwenyewe ni shilingi ngapi. Na ukijaribu kulinganisha na kada zingine, kwa mtu ambaye amehitimu mafunzo yake ya kwanza tu kabisa, anaenda kupata ajira yake ya kwanza, uone utofauti huo uliopo. Kwa hiyo ni kazi ambayo si tu kuwa ni kazi ya kitaaluma yenye mafunzo na sheria zinazoisimamia, lakini ni kazi pia yenye maslahi mazuri, sababu mshahara wake ni mzuri, tena mshahara wa kuanzia kabisa. Ni upotoshaji kusema kuwa ubaharia ni kazi ya waliofeli. Mabaharia huhusika na usafirishaji wa mabilioni ya dola za bidhaa muhimu, chakula, mafuta, silaha na hata misaada ya kibinadamu kama ambavyo nilitaja pale awali. Pamoja na hizi meli nilizozitaja ambazo zilishiriki kwenye vita vya Tanzania na Kagera, lakini na MV Umoja ambayo ilishiriki vita vya ukombozi kusini mwa Afrika hivi karibuni, katika mwaka wa, kama sijakosea, ni 2023, tunafahamu meli ya Sea Star 1 ambayo ni meli ya Kitanzania, jinsi ambavyo ilishiriki katika nafasi muhimu sana kuwakomboa raia wa Msumbiji ambao walikuwa wamenasa baada ya mashambulizi ya kigaidi ya kundi la Al-Shabaab. Meli hii ambayo inaendeshwa na nahodha Mtanzania Captain Josiah Mwakibuja iliweza kufika pale katika pwani ya Msumbiji na kuwakuta wale wananchi wakiwa taabani, wamenasa, yani eneo zima limezungukwa na magaidi, hawana pa kukimbilia. Kwa hiyo njia pekee ilikuwa ni kuingia baharini. Sasa kama hakuna chombo cha usafiri, manake waingie wazame wafe.
au warudi wasarende wachukuliwe na wale magaidi, na wangeweza wengine wakauawa au wengine wakaingizwa kwenye vikosi vya magaidi na kulazimishwa kutumikishwa katika shughuli haramu. Lakini meli ile ya Sea Star 1 iliweza kutoa msaada na kuwaokoa wale wananchi, kuwapeleka katika sehemu salama. Kwa hiyo hizo ni shuhuda na uthibitisho wa kuonyesha jinsi ambavyo kazi ya ubaharia, pamoja na kwamba ni kazi yenye maslahi mazuri, lakini ni kazi muhimu kwa jamii. Inatoa msaada pale ambapo hakuna namna nyingine ambayo inaweza ikatumika katika kusaidia na watu ambao wamepata matatizo. Nitatoa mfano mwingine pia wa eneo ambalo liko kusini sana mwa bara la Amerika. Eneo linaitwa Tristan da Cunha. Hiki ni kisiwa, na kwa nature yake ni kisiwa chenye baridi kali sana. Kisiwa ambacho hakiwezi kufanya shughuli nyingi za kiuchumi kutokana na mazingira yake kuwa ya baridi. Kutokana na hali hiyo, hakuna hata kiwanja cha ndege. Na kama maana yake ni kisiwa, usafiri unaweza kufika kule ulikuwa tu ni wa ndege au meli. Lakini kwa sababu ya baridi kali, hata viwanja vya ndege havijajengwa, hata ndege kule hazifiki. Kwa hiyo usafiri pekee unaweza kufika Tristan da Cunha ni usafiri wa meli. Kisiwa hiki ni koloni la Uingereza. Umbali kutoka Uingereza mpaka kwenye kisiwa hiki ni maili 6,000. Lakini sehemu nyingine ambayo ni jirani sana na kisiwa hiki ni upande wa Afrika Kusini. Kutoka Afrika Kusini mpaka pale Tristan da Cunha ni maili 1,300. Na hakuna miundombinu ya aina yoyote ya kuweza kufika pale isipokuwa usafiri wa meli. Tunajua kwamba baharini huwa kuna miundombinu nyingine kama mabomba, unaweza ukajenga pipeline zile zikasafirisha mafuta na gesi, lakini kule kutokana na mazingira yale haiwezekani kujenga miundombinu yoyote. Kwa hiyo meli pekee ndio mkombozi wa wale watu, na bila usafiri wa meli wale watu huenda wangeshapotea duniani, wasingeweza kuendelea kuishi. Katika ripoti za mikutano ya kibiashara zinazotambulika kama UNCTAD, toleo la mwaka 2023 linaonyesha kwamba zaidi ya 80% ya biashara za dunia kwa ujazo, na zaidi ya 70% zaidi ya 80% kwa uzito, yani tonnage, na zaidi ya 70% kwa ujazo, yani volume, zinasafirishwa kwa njia ya maji. Kwa hiyo unaweza kuona transaction hii ya kimataifa, kama isingekuwa usafiri wa maji, ingeweza kuwa ni changamoto kiasi gani. Tunajua jinsi ambavyo dunia inategemeana kutoa mahitaji upande mwingine kwenda upande mwingine. Kwa hiyo usafiri wa meli kwa tonnage, kwa shehena, kwa uzito, unasafirisha zaidi ya 80%, na kwa ujazo, kwa volume, zaidi ya 70%. Mabaharia huchochea uchumi wa bluu, uchumi wa bandari, na kuleta fedha za kigeni kupitia mishahara na kutoa meli kutoka katika meli za nje. Hawa mabaharia tunaowasema, baadhi yao ambao wanasoma katika vyuo vya hapa nchini, chuo chetu cha DMI, soko lao la ajira sio hapa Tanzania peke yake. Wanafanya kazi dunia nzima kutokana na kwamba vyeti vyao vinatambulika kimataifa kutokana na mkataba huu wa STCW. Lakini kutokana pia na Tanzania kuwa mwanachama wa shirika la bahari duniani, kwa hiyo kuna kutambuliana mikataba, kutambuliana vyeti. Kwa hiyo mabaharia wa Tanzania wanakubalika, na kwa sababu nchi yetu ya Tanzania ni mwanachama wa shirika la bahari duniani yenye cheti cha ubora kinachoitwa white list. Kwa hiyo hii inawapa fursa mabaharia wetu kukubalika katika soko la ajira dunia nzima. Kwa hiyo kutokana na kufanya kazi katika meli mbalimbali duniani, wanapolipwa mishahara yao, sehemu ya mishahara hiyo inalipwa kama kodi, inaingia katika pato la taifa. Kwa hiyo mabaharia ni wachangiaji wa moja kwa moja wa pato la taifa, kwa maana ya kwamba kuingiza fedha za kigeni. Sasa tuzungumze katika kujenga uelewa mpya wa taaluma ya ubaharia. Tumezungumza changamoto za dhana potofu iliyokuwa kule nyuma, lakini tukajadili sana kuhusu mchango wa mabaharia, tukajadili sheria na miongozo mbalimbali ambayo inawalinda mabaharia. Kwa hiyo tuone sasa mtazamo mpya baada ya juhudi hizi kuwa zimefanyika mpaka za kutunga sheria, kutunga mikataba ya mafunzo na uthibitishaji. Nini kinachoendelea kwa sasa hivi, au tunautazamaje ubaharia katika sura ya sasa? Kuelekea maadhimisho haya ya 14 ya
siku ya mabaharia duniani kwa mwaka huu wa 2025. Jamii inapaswa kufanya kampeni ya kuelimisha umma kuhusu ubaharia. Hili si zoezi la siku moja, ni zoezi endelevu. Kwa hiyo kila anayepata elimu, kila anayepata uelewa sahihi kuhusu ubaharia, lazima achukue hatua kusaidia jamii kuendelea kuelewa na kuelewa na kuelewa zaidi. Tuna watoto wadogo hawajaenda hata mashuleni, tuna vijana walioko shule za awali, shule za msingi, wengine wanajiuliza wachague fursa gani katika maisha. Kama hawatapata uelewa mzuri kuhusu baharia, wataendelea kuchagua fani ambazo zimekuwepo tena na tena na tena. Na tumeona changamoto ya swala la ajira. Tuna wasomi wengi sana Tanzania katika ngazi mbalimbali ambao wamekosa ajira, na imekuwa vigumu hata kujiajiri pia, kwa sababu katika kada zingine pengine unahitaji mtaji au mazingira salama ya uwezeshaji wa kufanya shughuli za kujiajiri. Bado tunapambana. Serikali inafanya bidii kubwa, lakini bado hatujaweza kufanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo tunapoona fursa mahali pengine ambapo tunaweza tukapeleka watu wetu kwa wingi ili kuondoa tatizo hili la ajira, lazima mahali hapo tuweke nguvu zote kupapigania, kupasemea vizuri, kupatengenezea mazingira chanya ili kwamba watu waje huko. Tumeona kwamba ubaharia una mshahara mzuri, lakini nimezungumza kwamba ubaharia ni fursa inayozidi kukua na kupanuka. Katika kada hii ya ubaharia, sisi wa Afrika kama nilivyosema, pamoja na kuwa na akili, pamoja na kuwa na nguvu, kuwa na maadili, tuna faida nyingine. Sisi ni wastahimilivu. Tunaweza kufanya kazi katika mazingira magumu, katika baridi, katika kazi za kutumia nguvu, na kutokana na kujengwa kimaadili katika nchi nyingi ambazo zinatoa ajira kwa wingi za mabaharia. Kwa mfano kama Uarabuni, nchi za Singapore, utakuta mabaharia wa Kitanzania wanafanya vizuri sana na wanahitajika sana. Na mara kwa mara huwa tunapata taarifa kutoka hizi taasisi au mashirika wakala zinazopeleka mabaharia nje zikiwa na mahitaji makubwa sana. Kwa mfano hapa Zanzibar kuna shirika la wakala linaitwa Danaus. Kila mwaka linatoa nafasi za kupeleka mabaharia, na nafasi hizo huwa hazijai. Na si kwamba hakuna mabaharia, lakini kuna changamoto ambazo pengine wengine wanakuwa hawana sifa, yani wanahitaji wapate mafunzo fulani. Kwa hiyo nayo pia inaweza ikawa ni wito kwa jamii. Una kijana wako ameshasoma ubaharia mpaka ngazi fulani, lakini anahitajika asome kozi fulani ili aweze kupata sifa za kupata hiyo kazi, basi muwezeshe. Au jamii nzima hapa tunaweza tukaomba hata mamlaka, mfano labda serikali kupitia wizara zake na agency zake mbalimbali kuangalia mekanizmu ya kuwawezesha vijana ambao wanaweza wakapata hizo kazi, lakini wanakosa tu sifa fulani, ili wasaidie kuweza kuqualify kupata hizo kazi. Jambo la pili, kuwekeza katika taasisi za elimu ya bahari ili kuzipatia uwezo ziweze kudahili wanafunzi wengi zaidi. Chuo cha Bahari Dar es Salaam ni taasisi pekee hapa nchini ambayo inatoa kozi za ubaharia, na kama nilivyosema, kwa sababu nchi yetu iko katika white list, mabaharia wetu wanakubalika duniani kote. Lakini unaweza ukakuta chuo kina changamoto mbalimbali. Kwa mfano labda walimu, na walimu ili waweze kufaa kufundisha masomo ya kada mbalimbali katika fani za ubaharia, lazima wasome masomo ya juu zaidi, higher degrees au postgraduate studies. Sasa kwa bahati mbaya, kwa sababu bado vyuo vyetu vya ndani havijawa na uwezo mkubwa sana, walimu hao lazima tuwasomeshe katika vyuo vya nje, na kusomesha walimu katika vyuo vya nje ni gharama kubwa. Na ndio maana tunasema kwamba lazima ufanyike uwekezaji wa kutosha kuwezesha vyuo kama DMI ipate walimu wengi, ili kwamba yenyewe iwe na uwezo mkubwa wa kudahili wanafunzi wengi wa Kitanzania. Sasa tukisema Watanzania pamoja na kwamba kazi ziko nyingi za ubaharia kule duniani, tuwapeleke na wenyewe wakasome kule, hatutaweza, kwa sababu gharama za kusomesha nje ya nchi ni kubwa sana. Kwa chini kabisa inaweza ikaanzia kwenye labda kwa pesa za Kitanzania kwenye milioni 50. Kwa hiyo tukisema kwamba hata tuna program tu ya kusomesha Watanzania 50 kila mwaka, mara milioni 50, utaona ni bajeti kubwa kiasi gani. Lakini katika chuo cha Bahari DMI, nafikiri ada ya mwanafunzi kwa mwaka haizidi milioni 2. Ni kama kwenye milioni 1.5 hivi. Kwa hiyo inapunguza ukali wa gharama na kuwawezesha wanafunzi wengi zaidi, na hizi nimetaja ni zile kozi za juu kabisa za shahada ya kwanza.
lakini kuna kozi za diploma, kuna kozi za umahiri, certificate of competence, kuna kozi fupi ambazo zote hizo mwanafunzi akisoma anapata uwezo wa kupata kazi melini. Kwa hiyo chuo hiki kikiwa na uwezo, kikiwa na walimu, lakini sio tu walimu, chuo kiwe na madarasa mazuri, chuo kiwe na mitambo ya kufundishia. Baharia anapojifunza, tumesema anajifunza nadharia na vitendo, na kutokana na changamoto ya ugumu wa kupata vyombo vya kujifunzia, tumeona katika risala mbalimbali za maadhimisho ya siku ya mabaharia duniani, mabaharia wamekuwa wakizungumza juu ya kilio cha muda mrefu cha kukosa meli ya mafunzo, yani training ship. Lakini chuo kinaweza kikawa na mitambo ya kufundishia mabaharia madarasani yanayowapa uzoefu sawa na mabaharini. Mitambo hii inaitwa simulators. Kwa hizi training simulator zinanunuliwa kwa fedha nyingi sana. Lakini training simulator ikiwepo pale DMI inaweza kutrain mabaharia hawa katika mazingira ambayo ni sawa kabisa na baharini. Na wakitoka hapa wanakuwa na uzoefu ule ule ambao wanaukuta kule baharini. Juzi nilipata ushuhuda kwa vijana wetu ambao wamehitimu katika chuo cha bahari, wanafanya kazi kwenye meli za kitalii Marekani kule, zile cruise ship. Kijana mmoja akasema kwamba, mwalimu, nimeenda kule nimekuta, yeye ni engineer, ni marine engineer. Kwa hiyo anafanya kazi engine room. Akasema kwamba engine iliyokuta kwenye ile meli ni kama ile simulator iliyoko pale chuoni. Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo ile simulator imemsaidia kuondoa ushamba, kwamba amekuwa familia kiasi kwamba amefika kule melini, wale wazungu wanamuona kama mzungu mwenzao, hashangai kitu. Juzi tulisikiza waziri, sikumbuki ilikuwa ni waziri wa mambo ya nje au waziri wa usafirishaji, alikuwa anazungumza masikitiko ya madereva ambao walipata fursa ya kazi kule Kuwait, wakapelekwa kwenye magari fulani aina ya Volvo. Walipofika pale, yale magari yakawa mageni kabisa kwao, wakashindwa kuyaoperate. Lakini sio kwamba hawajui kuendesha, lakini ni kitu ndakutana nacho mara ya kwanza. Na waziri akatoa wito kwamba chuo chetu cha usafirishaji NIT kifanye mawasiliano na zile taasisi zinazotoa ajira, walete gari lao moja likae pale Mabibo ili wao wanafanya mazoezi kwa vitendo. Lakini nazungumzia hizi training simulator. Kwa hiyo ukiwa na hizi simulator ni rahisi. Unajua kulileta roli ulilete mpaka likae hapa ni gharama kubwa, na inahitaji pia mawasiliano ya kidiplomasia. Lakini ukiwa na simulator tunaendelea kufundisha kwa uhuru, na hizi simulator katika hivi vyuo zinakuwa hata ni sehemu ya uwekezaji, kwa sababu zinaweza kufundisha yeyote yule, hata mataifa jirani yanakuja kusoma. Kwa hiyo tunaviongezea vyuo vyetu hata tunasema yani njia za kujipatia kipato. Kwa hiyo tunaweza tukawekeza kwa awali, lakini kumbe in the process tumekiwezesha chuo kuwa na uwekezaji endelevu, kwa sababu hizo training facilities zitaendelea kuadmit wanafunzi wengi na chuo kitaendelea kujikusanyia ada kutoka wanafunzi ambao wanasoma katika hivyo vyuo. Jambo la tatu ni kuboresha usalama wa bahari na uwekezaji wa ulinzi. Nilizungumza kwamba mabaharia ni jeshi la akiba. Katika nchi nyingi duniani kuna sheria, sio nchi nyingi duniani, useme nchi wanachama wa IMO, kuna sheria ambayo inazipa zile nchi haki ya kumiliki sehemu ya maji ambayo yanapakana na ardhi yao. Sehemu ile sasa ambayo nchi imepewa haki ya kumiliki yale maji, ni jukumu la nchi husika kulinda yale maji yasitumike kwa shughuli ambazo ni haramu, lakini pia shughuli ambazo hazipatii nchi husika faida. Kwa hiyo hata kama kuna shughuli zitafanyika pale za kiuchumi ambazo ni halali, zinafanywa na mtu mwingine ambaye sio mwananchi, huyo mtu anapaswa alipe. Lakini hata wananchi wake pia wanapotumia hayo maji wayatumie kwa usalama na kwa ulinzi endelevu, tunasema sustainable consumption au sustainable utilization of these water resources. Sasa nchi zingine zenye uwezo huwa zinakuwa na vikosi vya ulinzi baharini maarufu kwa jina la Coast Guard. Na kuwa na Coast Guard ni gharama kubwa sana. Unahitaji uwe na vifaa tena vya kisasa, meli zinazokwenda kasi, lakini meli ambazo zimewekwa mitambo ya kuweza kuona mbali, zinakuwa na zile detection facilities kama rada na vifaa vingine vyote vya kiulinzi, ili kwamba kuhakikisha shughuli zozote haramu hazifanyiki katika maji. Kwa bahati mbaya uwekezaji kwa sababu ni mkubwa sana, nchi zetu hizi hazijaweza kufanikiwa sana kuwekeza huko. Tunajitahidi. Tuna vikosi vyetu vya KMKM vinafanya ulinzi, tuna kikosi chetu cha kamandi ya Navy Dar es Salaam pale kinafanya ulinzi, lakini sema kweli bado hatujawa na uwezo mkubwa sana, hasa kwa vifaa na teknolojia. Lakini kwa bahati nzuri meli hizi zote zinazofanya safari baharini, hata meli za kibiashara, zinachangia katika ulinzi na usalama wa bahari zetu. Tunakumbuka kwenye miaka 2012 au 13 kama sikosei, habari moja maarufu sana kama meli ya Magufuli. Hii ni meli ya
ya Taiwan kama sikosei, inaitwa MV Taariki 1. Ilikamatwa inafanya uvuvi haramu katika bahari ya Tanzania. Lakini waliotoa taarifa za uwepo wa meli hii na kufanya kazi zake haramu walikuwa ni mabaharia tu, sio vile vikosi vya ulinzi. Mabaharia wa kawaida kabisa wamepita na safari zao, wakaiona ile meli, wakaitilia shaka, wakawasiliana na vyombo vyetu vya usalama. Vyombo vile vilivyofuatilia, kweli ile meli ikakutwa ni ya kigeni, haijasajiliwa hapa nchini, lakini imeingia katika maji yetu, inavua na nchi yetu bila kupata kipato chochote, ikakamatwa na ikapelekwa mahakamani. Kwa hiyo meli au usafiri huu wa maji wa baharia wa kawaida wanachangia. Ndio maana tunarudia tena kusema kwamba ni jeshi la akiba. Kwa hiyo kuna kila sababu ya kuwapa support, kuwapa mchango hawa mabaharia ili waweze kuendelea kufanya kazi zao kwa weledi, kuendelea kufanya kazi zao kwa moyo, kuendelea kufanya kazi zao wakijua kwamba na wao wanatambulika na wanaheshimika katika jamii. Katika kuhitimisha, niseme tu kwamba baharia si muhuni wala si aliyeishiwa na si mtu wa pembezoni mwa jamii ambaye hana nafasi, kwa hiyo anakuja kama kwa kudandia dandia au kwamba mtu wa mwisho kufikiriwa, lakini ni shujaa wa kimataifa, ni mhandisi wa ustaarabu. Nasema ni architecture of civilization, kwamba ustaarabu wa kwanza wa dunia umeanzia kwa mabaharia na ni nguzo ya uchumi wa dunia. Biashara za kwanza kabisa zimeanzishwa na mabaharia. Dunia leo isingewezekana bila mabaharia. Kwa hiyo kwa maneno ya shirika la bahari duniani IMO yanayosema kwamba without seafarers there would be no shipping, and without shipping half of the world would freeze and the other half would starve. Ni sawa na kusema kwa Kiswahili kwamba bila mabaharia hakungekuwepo usafirishaji kwa njia ya bahari au njia ya maji, na bila usafirishaji kwa njia ya bahari nusu ya dunia ingekufa njaa na nusu nyingine ya dunia ingeganda kwa baridi. Kwa hiyo haya ni maneno muhimu sana ya kuyakumbuka kila wakati, hata kama wewe sio baharia, hata kama katika familia yako hakuna baharia. Kwa namna moja ama nyingine maisha yako yamekuwa vile yalivyo kwa sababu ya mchango wa mabaharia katika maendeleo ya dunia hapa kwetu Tanzania pia. Ni wajibu wetu kama taifa na jamii kuinua hadhi ya taaluma ya ubaharia, kama alivyosema kwamba kuchangia katika maendeleo ya elimu, kuchangia uwekezaji katika chuo cha bahari DMI na vyuo vingine. Ni wajibu wetu kama taifa na kama jamii kuinua hadhi ya taaluma ya ubaharia na kuionyesha kuwa ni chaguo la heshima, uzalendo na uongozi wa kisasa. Hapa chini nimeweka rejea mbalimbali ambazo unaweza ukasoma zaidi ili kuweza kupata elimu katika mada hii ya baharia ni nani. Tutaangalia International Labour Organization Maritime Labour Convention ya 2006 na marekebisho yake, lakini tutaangalia STCW ya Manila Amendment, kuna ya 2010 lakini na marekebisho mengine ya nyongeza ambayo yamefanyika 2011. Kuna ISM code ambayo nilionyesha, hii ni ya 2018, inahusu zaidi guidelines on implementation, mwongozo juu ya utekelezaji wake. Lakini kuna ripoti ya mkutano huu wa kibiashara, United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, ripoti ya mwaka 2023 ambayo ilikuwa ni marejeo ya maritime transport, yani usafirishaji kwa njia ya maji. Na chapisho lingine ambalo ni zuri kusoma kwa ajili ya kuongeza uelewa katika mada ambayo tumezungumzia ni Merchant Shipping Act, toleo la mwaka 2020, ni aya ya 106 katika sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mwisho kuna kitabu ambacho kinatolewa na shirika la bahari duniani, kinaitwa Day of the Seafarers Campaign Toolkit. Kitabu hiki ni muhimu sana, kama unaweza kutembelea kwenye maktaba ya chuo cha bahari unaweza ukakiona na ukasoma ukaendelea kujiongezea elimu. Baada ya kusema hayo, ni washukuru sana kwa kufuatilia na kusikiliza mada hii inayosema baharia ni nani, na niwatakie maandalizi na maadhimisho mema ya kuadhimisha na kuenzi mchango wa mabaharia katika maendeleo ya dunia na shughuli za kiuchumi, kisiasa na kijamii ambayo yanakusudiwa kufanyika kule Zanzibar kuanzia tarehe 22 mpaka 25. Asanteni sana. Kama alivyosema hapo awali, majina yangu naitwa Alois Mpazi. Mimi ni mdau katika sekta ya usafiri wa maji.